Uhuru wa Tanganyika, sasa Tanzania bara. Usiku wa kuamkia tarehe 9 Disemba 1961 saa 6 za usiku katika uwanja wa Taifa hapa Dar es Salaam, bendera ya himaya ya Uingereza ilishushwa rasmi na bendera ya Tanganyika kupandishwa. Kufuatia tukio hilo, mamlaka yaliyekuwa gavana wa Uingereza Sir Richard Gordon Turnbull yalikoma na Tanganyika kuwa huru na kupata waziri mkuu wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tukio hilo lilikwenda sambamba na kupandishwa kwa bendera ya Tanganyika na mwenge wa uhuru katika kilele cha mlima Kilimanjaro na hayati Captain Alexander Gwebe Nyirenda. Mwaka mmoja baadaye, yani tarehe 9 Disemba 1962, Tanganyika ikawa jamhuri. Katika harakati za kutafuta uhuru, Mwalimu Nyerere alikuwa na wenziwe 16. Nao ni Abu Sykes, Abubakar Ilanga, Ali Sykes, Cuthbert Oswald Milinga, Doza Aziz, Jamanus Pacha, Jafet Kirilo, John Rupia, Joseph Kamalando, Joseph Kasela Bantu, Kisunguta Gabara, Lamek Makaranga, Patrick Kunambi, Sadan Abdul Kandoro, Suleiman Kitwara na Tewa Saidi Tewa. Nasikitika kuwa wengi wa waasisi wetu 17 wa uhuru wa Tanganyika wakiongozwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hatuko nao leo. Wametangulia mbele ya haki. Hakika wangetamani sana kuiona siku hii ya leo, wakayashuhudia matunda ya jasho lao na kujitoa kwa umuhanga kupigania uhuru tulionao leo. Kuona kuwa uhuru waliopigania umeweza kudumu kwa miaka 60, yani vizazi zaidi ya viwili. Siku ambayo ingewafanya kutazama nyuma kwa fahari kubwa na kutokana na mafanikio yaliyopatikana, na kutazama mbele kwa matumaini na ujasiri mkubwa kutokana na hatua tuliofikia leo. Ndugu wananchi, umuhimu wa siku hii katika historia yetu ni wa kipekee, kwani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulionayo leo isingeweza kuzaliwa tarehe 26 Aprili mwaka 1964 kama kusingelitanguliwa na uhuru wa Tanganyika na baadaye mapinduzi ya Zanzibar. Uhuru wa Tanganyika ulikuwa ni chachu na mchango muhimu sana katika kuwezesha mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 1964. Halikadhalika mapinduzi ya Zanzibar yakawa chachu ya kufanikisha muungano wetu adhimu na adimu. Matukio haya mawili yaliyotangulia muungano wetu ndiyo yaliyoweka msingi imara wa nchi na taifa imara tulilo nalo leo. Taifa lenye amani, mshikamano na umoja wa watu wake. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, kwa kutujalia uzima na fursa ya kuiona siku hii ya kihistoria katika taifa letu. Nasema hivyo kwa kutambua kuwa kwa mujibu wa takwimu zetu za idadi ya watu, kiasi cha Watanzania takriban milioni 2,220,559 kati ya Watanzania milioni 59 waliopo leo, yani sawa na 4.3% ya wananchi wote ndio waliokuwa wamezaliwa kabla ya tarehe 9 Disemba 1961. Hii ina maana kusema kwamba sehemu kubwa ya wale tunaoadhimisha siku hii leo tunaweza tusipate tena fursa ya kuadhimisha makumi mengine yajayo ya maadhimisho ya aina hii. Hivyo sisi tunaoshuhudia siku ya leo tujione ni kati ya wenye bahati sana. Takwimu hizi zinatuambia jambo jingine muhimu, nalo ni kuwa Watanzania wengi walioko leo si tu hawakuwepo wakati wa uhuru, bali pia hawakuyaishi madhila ya ukoloni wala matokeo yake. Hivyo kwa kukosa kwao uzoefu wa hali ya huko nyuma tulipotokea,
huwawia vigumu kutambua sababu za kujitoa kwenye makucha ya ukoloni na kujua thamani ya uhuru wetu. Hatua kubwa tuliopiga na mafanikio tulioyapata na tunayo yafaidi leo. Ni kwa sababu hiyo basi nikaona umuhimu wa kuhutubia taifa leo hii ili tukumbushane mawili matatu juu ya umuhimu wa siku hii adhimu. Ndugu wananchi, miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara imechangia kuleta mafanikio makubwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mafanikio haya ni mengi, kama nilivyosema, yatahitaji si tu muda mrefu wa kuyaeleza, bali kurasa nyingi za kutosheleza kuyaweka maandiko yote kwa kina. Hata hivyo, nitataja machache nikitambua kuwa waheshimiwa mawaziri na wakuu wa taasisi za serikali wamepata fursa ya kutosha kuyaeleza na kufafanua mafanikio hayo katika sekta wanazozisimamia. Hivyo kwa uchache niruhusu niyataje yafuatayo. Moja ni kufanikiwa kuulinda uhuru wetu na mipaka yake. Lakini la pili, kujenga umoja wa kitaifa na mshikamano uliozaa na kulea amani na utulivu tulionayo. La tatu ni kuimarisha uchumi wetu na kupunguza umaskini kuliko tuwezesha kutoka kwenye kundi la nchi maskini na kuingia kwenye kundi la nchi za uchumi wa kati wa chini. La nne ni kuongeza upatikanaji na kuboresha huduma za jamii kwa wananchi. La tano, kujenga heshima ya nchi yetu na ushawishi kikanda na kimataifa. Na la sita, kuimarisha demokrasia na utawala wa sheria. Ndugu wananchi, si nchi zote zilizopata uhuru kutoka kwa wakoloni barani Afrika zimefanikiwa kulinda uhuru na mipaka yao kwa muda mrefu. Baadhi zilisambaratika na nyingine zilipoteza sehemu ya ardhi zao. Tunapoadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania au Tanzania bara, nchi yetu imebaki kuwa huru na mipaka yake imebaki kuwa kama tulivyoikomboa salama. Hatujapoteza hata sentimita moja ya ardhi yetu. Nitumie fursa hii kulipongeza sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri wanayofanya ya kulinda mipaka yetu. Jeshi letu limekuwa na weledi na la kutumainiwa katika suala la ukombozi na ulinzi wa amani katika nchi mbalimbali chini ya programu za Umoja wa Mataifa na zile za kikanda. Ni fahari kubwa kwetu kama taifa la Tanzania kuwa na jeshi imara lenye utii na nidhamu ya hali ya juu. Asanteni sana jeshi letu la wananchi. Ndugu wananchi, kujenga umoja wa kitaifa na mshikamano ni mafanikio mengine makubwa ambayo yamechangia ujenzi wa amani na utulivu tulionao. Nchi yetu ina makabila zaidi ya 120 yenye tamaduni mbalimbali na waumini wa dini mbalimbali, wa bara na wa pwani. Ndani ya eneo kubwa la kilomita za mraba kiasi cha 9.5. Pamoja na tofauti zote hizo, tumefanikiwa kujenga taifa moja lenye utambulisho mmoja na lugha moja ya Kiswahili. Kutokana na kuunganishwa huko, Tanzania yeyote anaweza kuishi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akafanya kazi yoyote halali kumwendeshea maisha yake. Haikuwa jambo rahisi kufikia hali hii. Wakati tunapata uhuru, Kiswahili haikuwa lugha inayozungumzwa na watu wote ndani ya Tanganyika. Kizazi kilichofuata baada ya uhuru walijifunza Kiswahili shuleni. Hii inafanya nchi kuwa kati ya nchi chache zenye lugha ya taifa yenye asili ya nchi husika. Nchi nyingi zinatumia lugha za kigeni kama lugha za mataifa yao zinazowaunganisha. Inapendeza kuona kuwa tunatimiza miaka 60 ya uhuru tukiwa wamoja, wenye utambulisho mmoja na lugha moja ya Kiswahili inayoendelea kupata umaarufu kimataifa siku hadi siku. Katika miaka 60 tumefanikiwa kushawishi Kiswahili kuwa moja ya lugha rasmi zinazotumika katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Umoja wa Afrika na hivi majuzi Shirika la Umoja wa Mataifa Sayansi na Elimu UNESCO
limepitisha azimio la kutenga siku ya tarehe 7 Julai ya kila mwaka kwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Azimio hilo linaifanya lugha ya Kiswahili kuwa ya kwanza ndani ya Afrika kutambuliwa na kutengewa siku yake rasmi. Ndugu wananchi, katika kipindi cha miaka 60 tumefanikiwa kujenga nchi yetu au uchumi wetu hadi kufikia nchi ya uchumi wa kati wa chini mapema zaidi kuliko tulivyokadiria kwenye malengo ya dira ya taifa ya kufikia hadhi hiyo ya mwaka 2025. Wastani wa pato kwa mtu kwa mwaka 1961 lilikuwa ni shilingi 776 na kwa mwaka jana 2020 ni shilingi milioni 2,653,790. Jambo hili linaongeza hadhi yetu machoni mwa jumuiya za kimataifa na kutuondelea unyonge na unyanyapaa. Tumeweza pia kuiunganisha nchi yetu kwa miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa kujenga mitandao ya barabara, kuimarisha usafiri wa anga, usafiri wa majini na usafiri wa reli. Tofauti ilivyokuwa mwaka 1961, leo unaweza kufika Tanzania yote, pembe yoyote ya Tanzania ndani ya saa 24. Wakati tunapata uhuru, wakoloni walituachia kilomita za lami zisizozidi 1360, na sasa mtandao wa barabara za lami zimefikia kilomita 11,186 na kazi inaendelea. Tumeendelea kuunganisha makao makuu ya mikoa kwa barabara za lami na kazi ya kuunganisha baadhi ya makao makuu ya wilaya kwa barabara za kiwango cha lami imeanza. Ikumbukwe kuwa hapa tunazungumzia nchi yenye ukubwa wa kilomita za mraba 909,000. Mtandao wa barabara tulioujenga hadi sasa ungeweza kutosha barabara zote za baadhi ya nchi nyingine. Kutokana na kukua kwa shughuli za kiuchumi, usafiri wa anga ndani ya nchi yetu si tena suala la anasa wala starehe. Kwa mantiki hiyo, kwa shirika letu la ndege ATCL kufufuliwa au kuimarishwa kwa shirika letu la ndege ATCL ni jambo la lazima. Kwa sasa shirika letu la ndege lina jumla ya ndege 12 na tayari tumefanya malipo ya awali ya ununuzi wa ndege nyingine 5. Tumeweza kuliwezesha shirika kufanya safari za ndani na nje ya nchi. Kwa upande wa usafiri wa majini, jitihada zimefanyika ili bahari na maziwa tuliobarikiwa yatumike kama njia bora na salama ya usafiri na usafirishaji. Kabla ya uhuru tulikuwa na meli 6 na kwa sasa tuna meli 14 zinazofanya kazi katika maziwa Nyasa, Tanganyika na Victoria. Aidha tulikuwa na vivuko 3 na kwa sasa tuna vivuko 33 kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Geita, Kigoma, Kagera, Mara, Morogoro, Mtwara, Tanga, Ruvuma, Pwani na Lindi. Wakati tunapata uhuru, nchi yetu ilikuwa na njia 6 za mtandao wa reli uliokuwa na urefu wa jumla ya kilomita 2405, na baada ya uhuru tumeweza kuongeza njia 2 ya Ruvu Mruazi na ile ya Manyoni Singida, ambazo zimefanya jumla ya mtandao wa reli wa mita kufikia kilomita 2707. Tumefanikiwa kujenga mtandao wa reli za Tazara na tunaendelea na ujenzi wa reli ya kisasa yani standard gauge ambayo itaunganishwa na nchi jirani, tutaunganisha na nchi jirani. Kwa upande wa miundombinu ya umeme tumepiga hatua kubwa sana. Kabla ya uhuru nchi yetu ilikuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 17.5 tu za umeme. Leo hii tunazalisha megawati 1909 na tunatarajia kuongeza megawati 2115 tutakapokamilisha ujenzi wa bwawa la Nyerere. Lengo letu ni kuendelea kuongeza uzalishaji wa umeme kutokana na vyanzo jadidifu kama jua, upepo, joto ardhi na vyanzo vinginevyo ili kuendana na malengo yetu
ya kuigeuza Tanzania kuwa nchi ya viwanda kama ambavyo tumedhamiria. Ndugu wananchi, kama lipo eneo ambalo tunafanikiwa au tumefanikiwa sana na tunapaswa kujivunia, ni kuboresha maisha ya Watanzania na kuongeza upatikanaji wa huduma za jamii na ubora wa huduma hizo. Hapa tunazungumzia sekta ya maji safi, elimu, afya na upatikanaji wa umeme. Tumeweza kuongeza upatikanaji wa maji kutoka 25% ya mwaka 1961 hadi kufikia 72.3 vijijini na 86 mijini mwaka 2020. Tunaendelea na hatua za upatikanaji wa maji safi na salama hadi kufikia 85 kwa vijijini na 95 kwa mijini ifikapo mwaka 2025 kama tulivyoelezwa na ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa upande wa elimu na taaluma, wakati tunapata uhuru, nchi yetu ilikuwa na wataalamu wachache. Wasomi wa shahada ya kwanza walikuwa 30 tu, ambao ni madaktari 16, wahasibu 12 na mhandisi wa kilimo mmoja na surveyor mmoja. Tulikuwa na chuo kikuu kimoja. Kwa upande wa kada nyingine tulikuwa na wauguzi 158 na sasa wapo wataalamu wa afya 72,961. Sekta ya maji haikuwa na wataalamu na sasa wapo 206. Walimu wa msingi waliokuwepo walikuwa 36 na sasa wapo walimu 281,729 wa shule za msingi, sekondari na vyuo vya ualimu. Wataalamu wa mifugo hawakuwepo na sasa wapo 11,940. Kwa wakati ule hatukuwa na tehama na kwa hiyo hakukuwa na wataalamu wa tehama, lakini kwa sasa tuna wataalamu wa tehama wengi kidogo. Kwa sasa tuna vyuo vikuu 30 ambapo vya serikali ni vyuo 18 na sekta binafsi ni vyuo 12 pamoja na vyuo vishiriki 17. Udahili umeongezeka kutoka wanafunzi 1310 mwaka 1971, miaka 10 baada ya kupata uhuru, hadi wanafunzi 220,238 mwaka jana 2020. Mbali na elimu ya juu, tulikuwa na shule za msingi 62 tu, shule za sekondari 62 tu na shule za msingi 3,342. Wanafunzi wa shule za msingi walikuwa 525,000 na wanafunzi wa sekondari walikuwa 17,000 tu. Kwa takwimu hizi ni wazi kuwa idadi ya wanafunzi waliopata fursa kujiunga elimu ya sekondari walikuwa wachache. Leo hii tunapozungumza tuna wanafunzi 1,10,461,000 katika shule za msingi na za sekondari. Wanafunzi 2,2,474,000 katika shule za sekondari za serikali nchini wanaosoma bila kulipa ada. Kila anayefaulu anapata nafasi katika shule ya sekondari. Pia tumerudisha fursa ya watoto watoro na waliopata changamoto mbalimbali kurejea shuleni na kumaliza masomo yao. Wakati tunapata uhuru mwaka 1961 tulikuwa na shule 2 za sekondari zilizokuwa za sekta binafsi. Ukilinganisha na sasa tuna shule za sekondari 1280 zinazomilikiwa na sekta binafsi. Kwa upande wa shule za msingi mwaka 1961 hakukuwa na shule za msingi zinazomilikiwa na sekta binafsi. Ila kwa sasa shule za msingi zinazomilikiwa na sekta binafsi ni 1,746. Kwa upande wa sekta ya afya, mwaka 1961 kulikuwa na hospitali 113, vituo vya afya 22 na zahanati 1188. Kwa sasa nchi ina jumla ya zahanati 7,163, vituo vya afya 926 na hospitali 369. Aidha, hospitali za kibingwa ngazi ya mkoa ni 28, ngazi ya wilaya ni 6, hospitali za ubingwa maalumu ni 5 na hospitali ya taifa ni 1. Tumeongeza pia idadi ya madaktari
kwa uwiano. Yaani huko nyuma daktari mmoja alikuwa anahudumia watu 25,000, lakini mpaka miaka 10 baadaye daktari mmoja anahudumia watu 20,000. Ndugu wananchi, tunaendelea kuboresha sekta hii kwa kuhakikisha tunaajiri madaktari wengi zaidi ili tuweze kufikia viwango vya Shirika la Afya Duniani vinavyopendekezwa vya uwiano wa daktari mmoja kuhudumia watu 3,000. Hii ni safari ndefu, lakini kwa uwezo wa Mungu tutafika. Kilicho dhahiri kwenye sekta ya afya ni ule ukweli kuwa sasa tunao uwezo wa kutoa huduma nyingi za kibingwa na za kibobezi ambazo hatukuwa tunaweza kuzitoa hapo nyuma wakati tunapata uhuru. Na leo Watanzania wanakwenda taasisi ya Jakaya Kikwete, Moi, Mloganzila na hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma kupata huduma za kibingwa ambazo zamani tulilazimika kupeleka wagonjwa nje ya nchi na kutumia fedha nyingi za kigeni. Hivi karibuni hospitali ya Muhimbili imefanikiwa kuanzisha huduma ya kupandikiza bone marrow na itaanza kutoa huduma ya kupandikiza ujauzito siku chache zijazo. Miaka ile huduma hizi tulizisikia kwa nchi za wenzetu, ila sasa tunaona watu wakitoka nchi jirani kuja kufuata huduma hizi za afya hapa nchini kwetu. Afya bora kwa wananchi inaenda sambamba na usalama wa chakula na uzalishaji wa mazao ya chakula kitaifa. Mwaka wa kilimo 1986-87 uzalishaji ulikuwa tani 6,892,000 ukilinganisha na tani 1,18,25,000 kwa mwaka wa kilimo 2020-2021. Kwa upande wa lishe, kwa mujibu wa utafiti wa kitaifa afya ya mama na mtoto nchini, udumavu wa watoto wetu ulikuwa ni 50% mwaka 91-92 na 34% mwaka 17. Hii ni hatua ambayo bado kazi ya kuhakikisha taasisi ya chakula na lishe inatoa elimu bora ya lishe kwa watoto kwa kipindi chote cha ujauzito hadi miaka 5 ina umuhimu kuendelea kutolewa ili kuhakikisha kiwango hiki cha udumavu kwa watoto kinashuka. Kutokana na maboresho ya huduma za kijamii, umri wa kuishi kwa Mtanzania umeongezeka. Mapinduzi katika sekta ya afya yamechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa umri. Wakati tunapata uhuru, umri wa wastani wa kuishi wa Mtanzania ilikuwa ni miaka 37 na sasa ni wastani wa miaka 67. Ndugu wananchi, kutokana na historia yetu katika mapambano ya kupigania uhuru na ukombozi kwa nchi za Afrika na nyingine na harakati nyingine za kuimarisha haki za binadamu na utu wa mtu, Tanzania imeendelea kuaminika. Nguvu ya kushawishi na sauti yetu imeongezeka kikanda na kimataifa. Tumeshiriki na kushirikishwa katika mijadala ya kikanda na kimataifa, ikiwemo wa Tanzania kuweza kuongoza taasisi mbalimbali za kimataifa. Tumeongeza pia idadi ya mabalozi zetu nje ya nchi. Tulikuwa na balozi 2 tu mwaka 1961 na sasa tuna balozi 44 duniani na konseli kuu 5. Aidha, kwa upande wa balozi za nje zilizopo nchini ni 62 na mashirika ya kimataifa ni 30. Diplomasia yetu imeendelea kupanuka na tunaendelea kung'ara kimataifa. Tuna urafiki na nchi nyingi duniani au zote takriban duniani, na hatuna nchi ambayo tuna uadui au mifarakano nayo. Tumeweza kufanya kazi kwa muda wote na hata wale walio na msimamo tofauti na yetu tumeweza kuheshimu misimamo yao, huku tukiendelea kulinda na kusimamia misingi ya diplomasia yetu tulioachiwa na waasisi wetu, pamoja na kuweka maslahi na tamaduni zetu mbele. Ndugu wananchi, mtakubaliana nami kwa katika miaka 60 iliyopita, mafanikio tuliyoyapata kwa miaka 60
yamebebwa na utawala wa demokrasia na utawala wa sheria. Baadhi yenu mtakumbuka kuwa wakati tunapata uhuru tulikuwa na mfumo wa kidemokrasia ya vyama vingi vya siasa ambao baadaye mwaka 1962 ulifutwa ili kujenga umoja na mshikamano wa nchi kwanza. Mfumo huu ulirejeshwa tena mwaka 1992 baada ya kupiga hatua kubwa katika utawala wa sheria na maendeleo ya kiuchumi. Tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi, vipo jumla ya vyama 19 vilivyosajiliwa na 17 vinavyoomba usajili wa muda. Sote ni mashahidi kuwa tumekuwa na mfumo bora unaoheshimiwa na imara wa kuweka viongozi madarakani kupitia chaguzi zinazofanyika kila baada ya miaka 5. Aidha, wananchi wamekuwa wakitekeleza haki yao ya msingi ya kikatiba ya kuchagua viongozi wanaowataka na pia kuchaguliwa pindi wanapotaka kushika madaraka katika ngazi mbalimbali za uongozi. Wakati tunapata uhuru, nchi yetu ilikuwa na wabunge 80 ikilinganishwa na nafasi za wabunge kwa sasa ambao ni 391. Waliopo 363, lakini waliopo ni 391, ambao kati ya hao wanawake ni wabunge 143 sawa na 37%, na wanaume ni wabunge 248 sawa na 63%. Nchi yetu imeendelea kuheshimu na kulinda haki za msingi za binadamu na watu kwa kuweka mifumo ya kuwezesha wananchi kutoa maoni kwa uhuru bila kubugudhiwa. Hali kadhalika, katika kipindi hiki vyombo vya habari vimeendelea kuwa huru na vimeendelea kuongezeka, ambao hadi leo hii jumla ya magazeti na majarida yaliyosajiliwa ndani ya nchi ni 270, redio zaidi ya 198, redio za mtandaoni zaidi ya 200, blog 120, televisheni 51 na televisheni za mtandao zaidi ya 500, ikilinganishwa na chombo kimoja kilichokuwepo wakati tunapata uhuru. Mihimili ya dola nayo imeendelea kutekeleza kazi kwa kushikiana bila kuingiliana. Sambamba na hilo, tumekuwa na mfumo imara wa utoaji haki unaozingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu kwa msingi kwamba watu wote ni sawa mbele ya sheria. Ni kutokana na hatua hizo pamoja na juhudi za waasisi na viongozi wetu katika awamu zote za uongozi, nchi yetu imeendelea kuwa kisiwa cha amani, umoja na mshikamano. Hali na hadhi ya taifa letu tulioipata baada ya miaka 60 ya uhuru wetu ndiyo chachu ya kufanya vizuri zaidi. Miaka 60 ijayo, safari ndefu ilikuwa ni kutoka katika kundi la nchi maskini kufika nchi ya uchumi wa kati wa chini. Safari kutoka uchumi wa kati wa chini kwenda uchumi wa katikati na uchumi wa juu hatimaye si ndefu sana, na kwa kazi tunayoifanya tutajaliwa kufika huko. Wito wangu kwenu ni kuendelea kudumisha amani, umoja, mshikamano na muungano wetu. Kuendelea bila kusita kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wetu na kufanya mageuzi ya kiuchumi kila inapolazimu kuendana na kasi ya mabadiliko ya dunia. Aidha, kutunza mazingira yetu na kuyalinda kwa wivu mkubwa ili turithishe vizazi vijavyo nchi yenye neema kama tulivyoipokea kutoka kwa waliotutangulia. Ndugu wananchi, dira yetu ya maendeleo ya kufikia mwaka 2025 inaelekea kumalizika, ambapo tunatarajia kukua kwa uchumi kwa 8%. Tunapoangalia mbele, tunakwenda kuandaa dira ya miaka 25 ijayo, dira ambayo itatutoa mwaka 2025 hadi 2050, ambayo itaelekeza kukua kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kwa kutoa kipaumbele kwa sekta zinazogusa wananchi moja kwa moja. Sekta kama kilimo, uvuvi, ufugaji,
kwa maendeleo ya viwanda. Ndugu wananchi, kabla sijamaliza, ninayo kila sababu ya kuwashukuru na kutambua mchango wa viongozi wetu ambao wao na awamu walizoziongoza wametufikisha kwenye haya makubwa tunayoshuhudia leo. Wale waliotangulia mbele ya haki, tuwaombe Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi. Amen. Daima tutawakumbuka na kuenzi michango yao adhimu kwa taifa hili. Ndugu wananchi, nimalizie kwa kusema tunao kila sababu ya kujivunia maendeleo tuliyoyapata katika miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Ukweli ni kwamba hatujafikia kilele cha matamanio yetu, lakini tulipofika si haba. Ni pazuri zaidi kuliko tulipotoka. Tutembee kifua mbele na kujisifu, na wala tusijifuje na kujipa unyonge. Kwa vyovyote vile, mambo tuliyofanikisha kwa miaka 60 ni mengi na makubwa kuliko yale yaliyofanyika nchini au ndani ya nchi hii wakati wa ukoloni. Ndio kusema kwamba tusilinganishe tu kimo tulichofikia, tukasahau kutazama na urefu wa kina tulichoanzia. Kwa maneno haya, niwatakie tena kila laheri katika kusherehekea miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Mungu aibariki Tanzania, Mungu abariki Afrika. Ni siku nyingine tena ya kukufanya uone maisha mapya ndani ya jiji la zabibu na karanga lenye mandhari nzuri ya kuvutia, linalokuwa kwa kasi kiuchumi, lenye miundo mbinu iliyopangiliwa vizuri. Hii ni Dodoma, ambapo unakutana na mradi mkubwa kabisa wa nyumba 1000 unaojengwa na NHC. Awamu ya kwanza ya mradi unajumuisha ujenzi wa nyumba 303 katika eneo la Iyumbu kwa ajili ya uuzaji, pamoja na nyumba 101 katika eneo la Chamwino kwa ajili ya upangishaji. Ni ujenzi wa kipekee ukijumuisha nyumba zenye ukubwa wa mita za mraba 75, 100 na 120. Uwepo wa maduka, shule ya awali, viwanja vya michezo na maegesho ya magari unafanya mradi huu uwe wa kipekee jijini Dodoma. Hii haijapata kutokea. NHC kwa kushirikiana na Azania Bank wanakuletea mkopo wa nyumba wenye riba nafuu wa 9%. Ni rahisi. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linakupa uwezo wa kuwa na kwako jijini Dodoma. Kwa maelezo zaidi piga 0736 11 44 33 au tembelea tovuti yetu ya www.nhc.co.tz au fika katika ofisi za NHC zilizoko karibu nawe. NHC, tunajenga taifa letu.